tumemaliza ghazwa Banu Nadhiri. Sasa tuingia kwa ghazwa Dhati Riqai. Yaitwa Dhati Riqai kwa sababu nyingi sana. Sababu moja ni kwamba ile raya, ile bendera ilipasuka ikatwa kiraka. Riwaya nyingine yasema kwamba walikwenda mwendo mrefu mpaka ziatu zao zikawa zimekatika, watia ziraka. Sasa Dhatu Riqai, na hii ilikuwa mwaka wa 4 baada ya Banu Nadhiri. Lakini kauli yenye nguvu au kauli ya muhadithina kama Bukhari asema la, hii ilitokea baada ya Khaybar, mwaka wa 7 baada ya nino, kwa sababu ndio mwaka waloswali salatul khawf. Kabla ya hapo walikuwa haijateremka salatul khawf, na kwenye vita hivi ipatikana salatul khawf. Na Abu Huraira akasema kwamba tulikuweko na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Dhatu Riqai, na Abu Huraira alikuwa hayuko mwaka wa 4, hajasilimu bado, hajaja kama. Kwa hivyo muarikhina wamekhtalifiana, na muarikhina wote kina Ibn Ishaqa, nani Halabi, wamesema ni mwaka wa 4. Muhadithina wasema ni mwaka wa 7, baada ya mwaka 7. Lakini hilo si muhimu ya tarehe, kwa sababu vitu vingi mara nyingi huwa tarehe ni tofauti, lakini muhimu ni ile tukio. Watu wakatukua ishu kubwa sana juu ya tarehe. Mtume alizaliwa lini? Jamhuri la ulama wasema tarehe 12. Wanazuoni wengine wasema la, ilikuwa 17. Kuna riwaya muhadithina wasema ni Ramadhani. Kwa hivyo ikawa masherehekea mtume nzaliwa Ramadhani, amsherehe. Si masala ya kusherehekea tarehe. Sisi watu husherehekea kile kitendo. Wasalamun alayhi yawma ulida wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya. Yahya alisema hivyo, wasalamun alayhi, salamun juu yake, aliambiwa Yahya. Isa asema wasalamun alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, kwamba mazazi na kufa kwake ni kitu muhimu sana, kwa sababu ndio utajua huyu amefanya nini. Mazazi ya mtume yawe yatafanywa Ramadhani, yatafanywa mfungo mosi, mazazi ni yale yale. Muhimu kuangalia sera yake, muhimu kuangalia mambo alokuja nayo, muhimu ni kuzieleza zile sifa zake, hata kama hamwezi kuzifuata. Na muhimu ni kumswalia yeye. Kwa hivyo mambo ya tarehe kuna issues tofauti tofauti. Kuna kiswa ahsan alqasas ndani ya Qur'ani zaidi ya kiswa cha Nabii Yusuf.
Nabii Yusuf hawakuelezwa wale ndugu zake nkina nani, majina yao, walikaa wapi, mama zao. Sio muhimu. Muhimu na kile kitendo na kile kitendo kilichofanyika na wale ndugu zake. Inni raaitu 11 kaukaba raaituhum li sajidin. Muhimu ni ile kuwa namna gani watu wa karibu, watu ndugu moja waweza kuhusudiana. Fayakidu laka kaidan, kisha wakaelezwa namna walivyo. Hakusema ni nani aliyomtia kisimani, nani. Muhimu ni kile kitendo chenyewe. Hakuelezwa yule mfalme jina lake alikuwa nani, sio muhimu. Kija Musa ni vile vile, hukuelezwa mamake nani, hukuelezwa babake nani, sio muhimu. Mafundisho yaliyoko na kwenye zita hizi Dhatu Riqai ni kwamba ni yale mafundisho kwamba watu wamejitolea, wamekwenda mpaka wakakatika kata viatu vao kwenye jangwa kwa sababu ya risala, kwa sababu ya kufuata mtume. Wa fi Rabiul Akhir balaghahu alayhi salatu wassalam, katika Rabii ya mwisho ilimsikilia yeye mtume, anna qabaila min Najdin yatahayauna liharbihi, watu wa kutoka Najdi wajitayarisha kupambana na yeye, kumpiga vita. Mtume alikuwa hangoji kupigwa, akiwa mtu yuko tayari, yeye yuko tayari zaidi. Wahum, nao hao ni Banu Muharib, ni makabila inaitwa Banu Muharib wa Banu Thalaba. Fatajahaza lahum, mtume akajiandaa zita, jeshi akatengeza. Wa kharaja fi 700 muqatil, akatoka na watu 700. Wa walla ala al-Madina Uthman bin Affan, akamtawazisha Madina, akamweka Uthman bin Affan. Na tunaona kwamba siku zote mtume alikieka mtu, usiondoke wewe kwenye kazi yako bila ya kuweka mtu. Ukiona jukumu lazima uweke representative wako kuendesha yale mambo. Mtume alikuwa akimweka mtu. Hapa alimweka Saidina Uthman, mara nyingi akimweta Ibni Maktum, mtu ambaye kwamba tukimaeleza mara nyingi mtume alikimpenda sana Ibni Maktum. Akimwona akimwambia marhaban, akimkongowea, ala man atabani rabbi, yule aliniatib mimi kwa sababu yako wewe. Manake Ibni Maktum ankwenda mtaka mtumi, masanadidi Quraysh wakamuita mtumi, akenda akawasikiliza wale masanadidi Quraysh, akamwata Ibni Maktum. Mwenyezi Mungu akamteremshia wahi, akamwambia abasa watawala, amepanyongo, amekunda uso na amepanyongo. Anjaahu al-ama, alipojiwa na yule tongo. Sasa ile itab haikuwa ni direct ya kumlaumu na kumshambulia mtume, lakini Mwenyezi Mungu ameileta kwa njia ya third person singular. Amekunda uso, hakuambiwa umekunda uso Muhammad, hakumwambia abista watawallaita. Mtume ile kile cheo chake huwa haambiwi namna hiyo. Hata akifanya jambo
Munafikina walikuwa wakimwita mtume udhun, ni sikio. Nendeni kamwambieni tu, mwambia udhun wowote atakubali tu, atokataa. Jamaa hawezi kwenda vita bana, inna buyutana aura, majumba yetu matupu, watoto hakuna watu wa kuangalia. Mtume ukubali. Sasa Mwenyezi Mungu alipoona it's too much, watu watake advantage, akamwambia mtume, afa Allahu anka, Mungu amekusamehe. Lima adhinta lahum, kwa nini umewapa ruhusa? Usingewapa ruhusa, sikubali ovyo ovyo. Wao kuambia wewe qul huwa udhunun lakum, wao wewe ni shikio kushika tu, kuambia utakalo, lakini waambie udhunu khairi lakum, hili shikio zuri kwenu nyinyi. Basi Saidna Uthmani akawa ataweka, walam yazalu sairina, hawakuwata kwenda hata wasalu diyara alqawm, mpaka wakasikilia kwenye majumba ya wale watu. Falam yajidu fiha ahadan ghaira niswa, hawakupata mtu isipokuwa wanawake. Faakhadhahunna fabalagha alkhabara rijalahum, wakatakuliwa wale wanawake, wakapata habari wale waume zao. Fakhafu watafaraqu fi ruusi aljibal, wakatoka kenda wakafarikiana, wakenda juu ya majabali. Thumma itamaa, kisha wakakusanyana, jamun, kikosi wengi, minhum, katika wao, wajau lilharbi, wakaja kutaka kupigana. Fatakaraba nnas, wakaja karibu na watu. Wa akhafu ba'dhum ba'dhan, wakaanza kuogopa. Walama hanat salati al-asri, iliposikilia swala ya alasiri, wakhafa alayhi salatu wassalam, mtume akachelea kwamba jamaa watakuja kuwashambulia, yakdhira bihim al-aada wa hum yusalluna. Kaona sasa jamaa kwenye majabali, tukiswali hapa watakuja kutuvamia. Salla bilmuslimina salatul khawf, Waislamu wakaswali salatul khawf. Ikateremka aya ya salatul khawf. Salatul khawf, wa imamu yuwaswalisha, na raka wa kwanza wafuata imamu. Akirukuu, watu wengine wakabaki on guard, ili wale kishambulia wale wawashambue, wajua adui. Akenda chini imamu, grupu ile ile yabakia. Sasa wakiinuka wale watakuwa guard, wale wa mbele, wa nyuma wataendelea na imamu mpaka swala wamalizike. Faalqa Allahu roba fi qulubi al-a'dai, wakangiwa na kicho, kaona la watu kwenye ibada zao pia wako chonjo. Watafaraqat jumuhum khaifina minhu sallallahu alaihi wasallam, wakafarikiana kumuogopa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamala al-Imamu al-Bukhari, amemili Imamu Bukhari, illa anna hadha al-ghazwa kana fi sanati 7, ilikuwa katika mwaka wa 7. Wa ajmaa ahlu siyar, wamekusanyana wote wanazuoni wa sera ala khilafi, kinyume chake.
Na katika vita hivi ilitokea mtu akiitwa Da'thur ambaye kutiwa kwenye sherehe, iko kwenye sherehe. Walipokuwa majabalini, waliwaangalia wale Waislamu, kila mmoja wamekaa wamefunga pitch tent, Mtume peke yake yuko chini ya mti. Mtume alikuwa yeye si muoga, hana kitu cha uoga. Kwanza alikuwa yeye akenda kama yanhatu min sabab, utaona teremka mlima na hazunguki nyuma. Desturi mtu muoga huwa saa zote angalie mbele na nyuma na tume. Mtume alikuwa azunguki nyuma la mbele kabisa. Mtume alitukua upanga wake akauangika pale kwenye mti, akavua kanzu yake akaiweka pale, akalala akapumzika bila bodyguard, hakuna mbwa kali wala nini. Basi yule Da'thur alikuja akautukua ule upanga pap, akiutukua upanga Mtume ameshtuka vile, akamwangalia akamwambia, ya Muhammad, man yamnauka minni, nani atakuziwilia na mimi sasa? Mtume alimwangalia akamwambia, Allah. Ile Allah utaone bunduki ile imetoka tena moto, sio bunduki zetu za maji zile. Ile Allah yetu atahaitishi hata barabarani haifiki. Yule akashtuka papa, akauangusha ule upanga. Mtume aliushika ule upanga akamwambia, waman yamnauka minni, nani atakuziwilia na mimi? Akamwambia, kun khairu akhidhin, kuwa wewe ni mtu mzuri wa kuutukua upanga huo. Mtume akamwambia, nenda nakwata. Akarudi akamwambia jamaa zake, bwana namna gani? Anatoka kwa mtu bwana balaa, huyu ni mtu kadha 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 kadha, twendeni ukajisalimishe. Wakaja wakasilimu bila vita. Kwa kile kitendo chake Mtume tu kumwambia umsamehe. Mtume ilikuwa kusamehe kwake ni hali ya juu sana, mfanye utakavyomfanya. Yuko mmoja alikuwa akimwekea taka Yahudi nyumbani kwake. Hakuna kitu utungu kama mtu kuwekea taka mlangoni. Utaona utungu kweli, maanake uchafu wake ukawe badala ya kutupa. Basi kuna mtu akawa kila siku mwetea Mtume nini. Chana Mtume alikuwa akifanyiwa siku zote. Sasa mara kama yule bwana haweki tena taka, akauliza, mbona hizi taka hakuna tena? Akamwambia yule bwana ni mgonjwa. Akawatukua masahaba, twendeni kamwangalie mgonjwa. Nani? Aya Rasulullah, huyu bwana. Twendeni. Akaenda akibisha, ambia bwana Muhammad yuko nje anataka. Ana nini? Ana jambo gani ataka? Ambia utaka kuona tu. Akifungua zita tayari. Nini mfanye? Akamwambia, nimesikia mgonjwa, basi nimekuja kuangalia hali yako na nini. Ile akamwangalia akamwambia, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Manake ubaya wote ndio kufanyia, kisha mkuja kunaangalia. Ndio Mtume akawa ni rahmatan lil alamin. Ghazwatu Badr al-akhirah, hii ni 6 za Badri ya mwisho. Badri
waliuawa wengi, 70, wakashikwa watu 70 wengi sana, wakawa wataka kulipiza kisasi. Uhudi kawa hajakilipiza kisasi, wakaagizana na Mtume kwamba lazima tufanye tena vita vya kuagiziana. Mtume akamwambia sawa. Ya mwisho ile Badrul Ula ya Ramadhani, ile mwaka wa kwanza, lama ahalla Shaaban hadha al-yawm hadha al-aam, iliposikilia Shaabani ya mwaka huu, mwaka wa 4, kana mawida Abi Sufyan, ilikuwa ni mawidi ya Abi Sufyan. Abi Sufyan aliyeka mawidi, fa innahu ba'da inqidai ghazwat Uhud qala lilmuslimina, ilikuwa ni baada ya Uhud, waliwaambia Waislamu mawiduna badrun amil muqbil, sasa ni mawid ya badi badru al-amul muqbil, mwaka utakaokuja. Fajabahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam ila dhalika, Mtume akajibu kama tayari. Wakana Badr, na pale Badri palikuwa ni mahalu suq, ni soko. Tuakidu kullu amin litijara, huwekwa pale mahali kila mwaka kwa biashara. Fi Shaaban yuqimu tijara fi 8, simamishwa biashara pale na 8. Falamma halla al-ajal, ilipofika wakati wa Quraysh mujibuna, na Makureishi wamejitayarisha, lam yatamakkan Abu Sufyan min al-ifai biwahdihi, ikawa sasa Abu Sufyani hako tayari. Akaona haya mambo, aliona wale Waislamu watakataa na nini, akaona sasa takuwaje vita hivi. Sasa Abu Sufyani ni mtu ana hadhari zaidi ya kurabu, akajiona, wajua yule mtu akiwa hodari uweza kujipima ule uzito wake. Faarada an yakhdhula almuslimina anil khuruji, akataka yeye afanye khudhlani, afanye udanganyifu kwa Waislamu ili wasitoke. Kila yusimu bikhulfi wa'di, ili wasije kwenye wadi ule. Fastajara, akamwajiri Nuaym bin Mas'ud al-Ashja'i liyati al-Madina, akamwajiri huyu Nuaym bin Mas'ud dalali wa kuja kuwatisha Waislamu, kwa sababu wao hawataki kwenda, lakini waogopa wasije wakaambiwa kwamba iwe ni Waislamu wakataa. Wayurijifa bima jamaahu Abu Sufyan, ili awarudishe nyume watu ambao kwamba watakapambana na mkusanyiko wa watu wa Abu Sufyan min al-jumui al-azima. Fakudima Nuaym al-Madina, Nuaym akasikilia Madina. Waqala lilmuslimin, akawaambia Waislamu, inna an-nasa qad jama'u lakum, watu wa Maka. Hii nasa yaambia kwamba kina Abu Sufyan, qad jama'u lakum fakhshawhum, akawatia hofu
kwamba ni watu wana silaha, ni watu wengi, na nyinyi kwa nyinyi haina haja ya kupigana. Hata mimi nitayaingilia haya, nitawaambia warudi na nyinyi murudi, nyinyi mkubali kurudi. Lakini fazadahum imana, ilikuwa kama kutia kibiriti kwenye petroli, wakazidi imani. Wakalu, wakasema hasbunallah, sisi tutosheka na Mwenyezi Mungu, wa ni'mal wakil, wakili wetu ni Mungu, si wewe dalali. Wate waje, tuko tayari. Mambo. Walam yaltafit alayhi salatu wassalam lihadha al-arjaf ittikalan ala rabbih, Mtume hakusita kabisa, basi alimtegemea Mola wake. Bal kharaja bi 1050 min ashabihi, alitoka na watu 1500 akatoka nao. Alipoambia inna nasa, manake Abu Sufyani na watu wake. Fazadahum, walisema maneno hayo imanan, kwamba wana imani kweli kweli. Wastakhlafa ala al-Madina Abdallah bin Ubayya. Huyu ni mtoto wa Abdallah bin Ubayya bin Salul, rasul munafiqina. Babake ni rasul munafiqin, yeye ndio mtu wa kwanza kwa Mtume. Huyu wakati mmoja alikuja mtu akamwambia Mtume kwamba Abdallah bin Ubayya asema la yukhrijanna al-a'azzu min al-adhall, tutawatoa wale matu maazizi, wale madhalili tutawatoa maazizi, tutamtoa Muhammad Madina. La yukhrijanna al-a'azzu. Huyu akasikia ile habari Abdullah, akamwendea Mtume na upanga, akamwambia Rasulullah, huu upanga nda kumuua babangu. Yeye ndo alisema la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Mtume akamwambia ni yeye aliyosema, lakini usimguse babako. Sitaki tarikhi jiseme Muhammad ametuma watoto kuwa baba zao. Akenda akamziwilia, akamwambia huwezi kuingia ndani ya Madina. Mtume akamtumia salamu, mwate babako. Huyu Abdullah katika maabadila watano wa kisahaba, mmoja ni huyu. Kuna Abdullah bin Jafar, kuna Abdullah bin Umar, na Abdullah bin Zubair, na Abdullah bin al-Abbas, na Abdullah bin Ubayya bin Salul. Katika maabadila ama Abdullah watano walikuwa watoto wa kisahaba wakiongoza. Nimepokea hadithi nyingi sana. Walam yazalu sairina hatta anwa Badr, hawakuata mpaka wakasikilia Badri. Falam yajidu biha ahadan, hawakumkuta mtu, waliogopa. Lianna Aba Sufyana ashara ala Quraish bilkhuruji, Aba Sufyani aliwashiria Makureshi watoke. Ala niyati rujui, kwa nia ya kurudi. Baada masiri leila au lailateni, baada ya kwenda siku mbili, tutakwenda siku mbili. Baada ya tutaambia bana Waislamu washakimbia. Dhannan, kudhania anna irjaf
Nuaim yufidu kwamba Nuaim bin Masudi atafaulu katika ile mission ya kuwaregesha wale, kuwatia kiuoga. Fayakunu almukhallifu humul muslimuna fasara hatta Majinna, wakenda mpaka pahali hapo paitwa Majinna. Wa hiya suqu ma'ruf min nahiyati Marra Dhahrani, iko karibu na Marra Dhahrani. Faqala liqaumi, akawaambia inna hadha amun jadb, bana mwaka huu ni mkavu bana, nere tujirudieni. Wala yasluhuna illa amun ushib, wala hitusulihi sisi isipokuwa mwaka ambao kwamba una manake si mkavu, kitabu chake kinyume chake. Farjo, wakarudi wa makafiri wale. Wa amma almuslimina faaqamu bibadr, Waislamu walikwenda mpaka Badri. La yusharikum fi tijaratihim ahad, hakuna alishirikiana na wao kwenye biashara yote. Fanqalabu, Mwenyezi Mungu akabadilisha bi ni'matin min Allah, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, ile kusema hasbunallah, na mwenye kusema hasbunallah wa ni'mal wakil utapata neema. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, ukitaka neema ya Mwenyezi Mungu ikariri hasbunallah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu atakupa neema. Wa fadlin, na fadla tena, lam yamsasum su, utopatikana na shida yote. Hata mtu akiwa akuandama kwa fitna au kwa nini, wewe msomee hasbunallah wa ni'mal wakil mara 450. Wattabau ridwanallah, baada ya yote hayo wakapatana nini? Radhi ya Mwenyezi Mungu. Wallahu dhu fadlin, wallahi Mwenyezi Mungu ni mwenye kulipa fadla tena adhim, nyingi sana. Hakuna kitu kikubwa kama kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kikubwa kama kuleta adhkari, ukawa saa zote utaleta tasbihi, kisha usilete vitu kama hivi hasbunallah wa ni'mal wakil mara 450. Utaona yale matunda. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, utapata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukiwa na shida yote, wewe mwambie Mwenyezi Mungu hasbunallah, mimi nakutegemea wewe, wa ni'mal wakil, na wewe ndiye bora na kuwakilisha. Basi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin, na fadla. Si kwamba haya walikuwa maswahaba peke yao waliopata haya, na kila mtu atayapata. Hutopatikana lam yamsasum su, hutopatikana na maovu kabisa, hakuna mtu atakugusa. Si tu wattabau ridwanallah, itafuatilia radhi ya Mwenyezi Mungu. Wallahu dhu fadlin adhim. Walamma samia bidhalika Safwan bin Umayya, Safwan bin Umayya aliposikia haya, qala li Abi Sufyan, alimwambia wallahi kad nahaituki, mimi nilikuziwilia wewe, antaida alqawm, usifanye mambo kama haya. Fakajitarau alaina, wewe ukajitia hamasa, ukawa una lazima ya kwenda. Waraau anna akhlafnahum, ukaona sasa sisi tumekuwa, manake mtuazirisha. Yataka ukifanya jambo kwanza uangalie. Fatadabbara akibatahu, waweza kulitimiza lile jambo? Abu Sufyan amwambia, wewe bwana ukwenda kututia mneno tu, ukwenda kutuazirisha. Wallahu wa rasuluhu alam. Hapa kuna hawadithi sana rabia, zitakuna vitu vingi vitokea katika sanatu rabia.
Nafikiri tu tusome hizi. Wa fi hadha al-aam wulida al-Husayn bin Ali, katika mwaka huu alizaliwa kipenzi cha Mtume Husayn bin Ali. Tumekisema al-Husayn minni wa ana min al-Husayn, akiteremka kwenye mimbar akimbusu Husayn. Wa fihi tawaffaitu Zainab bint Khuzaimah ummul mu'minin, huyu ndiye mke alikufa alimfia Mtume, kisha akamuolea ukhti yake. Wa fihi tuwafia Abu Salama, na wakati huu ndo Abu Salama alipokufa radhiallahu anhu. Abu Salama ni yule mke wa mume wake Ummu Salama. Na ibnu amati Rasulillahi, huyu ni mtoto wa amati ya Mtume. Wa akhuhu min arradhaa, na ni ndugu yake kwa kusonda. Wa awwalu man hajara ila alhabasha, na ilikuwa ni mtu wa kwanza kugura Habasha. Na wa awwalu man yu'ta kitabahu biyaminihi Abu Salama ibn Abdul Asdi, na ndugu yake kinyume chake, awwalu man yu'ta kitabahu bishimalihi akhuhu Sufyan. Kana awwalu man hajara ila al-Madina, alikuwa ni mtu wa kwanza kugura yeye pia, aliweka tarikhi. Wa huwa mimman hajara ila Habasha, pia alikuwa ni wa kwanza kwenda Habasha. Si kazi ya rahisi watu kugura kwenda Habasha, kwenda hamujui mwenda wapi, tena mwavuka na bahari. Watu wasiojua bahari, umwambie mtu kutoka Nairobi wewe uvuke bahari. Manake watu wa Madina na Maka hawajui bahari. Leo wagenda wakavuka mabahari mpaka wakasikilia Habasha, kwa sababu ya nini? Ya Mtume tu, ya kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imani yao ilikuwa watu kubwa sana. Wa shahida Badran wa Uhudan, alishuhudia Badri na Uhud, vita vyote vya mnino. Wa fihi tazawaja alayhi salatu wasalam Ummu Salama, na pia Mtume alimuoa Ummu Salama katika mwaka huu. Ummu Salama alilia sana alipofiliwa na mumewe. Mtume akamwambia, Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan min. Akasema, lakini hakuona kwamba atapata badali zaidi ya Abu Salama. Alipomalizika aida, Sayyidina Abubakar alimwendea, akataka kumuoa, akamwambia sitaki. Mtume aliposikia akamwambia Abubakar, nenda kanitakie mimi. Alipokwenda akasema, sadaqa Rasulullah, amekubali. Kwa nini? Akamwambia kwa sababu aliniambia Allahumma khuluf li khairan min, anipe badali mzuri. Badali mzuri ni Mtume tu, hakuna neno. Huyu ameambiwa wa man utiya kitabahu biyaminihi, zaidi yake itakuwa ni Mtume tu.
لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الصلاه القائمه وبعث المقام محمود الذي وجهه. Hiyo itakuwa ni katika msiba huo kufidiwa ama kwenye jambo lolote lolote, inaweza kuwa gari imeibiwa, ikiwa ni mambo amekupata msiba wote, wa khuluf li khairan minhu, unipatie badali yake bora, na atakupatia badali yake bora, lakini uamini mambo mpaka imani. Hakuna mambo kujaribu. Jana إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حداد العلا فيما تعسر، وجد له في كل وقت كرامة ورزقا حلالا واسعا وميسرا، وهب له خير في من يشتد ما تعثر. Tumsikize Haddad hatuambiaje katika wasia wake.